Wakati nilikuwa natembea kwa hii ward yangu, nimepata ufahamu ya kwamba watu wengi hawajapata nafasi ya kujisajili. It was a walk, tukakuwa na ambao tunasema ni public peaceful walk, bado tukihimiza watu umuhimu ya kujisajili na kukua kadi. Wengi wao, baadhi ya wao kuna wale hawajaweza kujisajili, na wakatuambia na wakatupromise watajisajili, sababu kupiga kura ni haki yao na hiyo ndio sauti yao peke yake. Kwa hivyo tumewaelekeza, tumejaribu kuelekeza wengine katika ofisi zetu za IEBC ambazo ziko pale Juja, ofisi ya DCC, hapo kuna ofisi ya IEBC, wanaweza enda kujisajili hapo. Ujumbe kwa ofisi kuu ya IEBC, mimi kama Miano nimetembea hii ward mzima na nimepata ufahamu ya kwamba watu wengi na bakubwa hawajapata nafasi ya kujisajili. Baadhi ya wao ni wale hawana uwezo wa kufika kwa vituo zetu za kujiandikisha. Wengine ni wale wako na disability. Wengine ni vijana, hawana kazi, hawana ajira. Kwa hivyo wanakosa nafasi ya kujiandikisha. Pia tuko na wamama na wazee ambao wamezeeka. Mtu hana uwezo ya kufika huko. Mtu hana rasilimali, hawezi pata transport ya kwenda huko. Kwa hivyo ningeomba ofisi kuu ya IEBC, kama wako na uwezo, waturudishie hiyo mambo ya kujiajiri mashinani, ili ndio nasi tuendelee kuambia watu wajitokeze waweze kujisajili. Ningetaka kuongelesha IEBC. Tungewaomba katika hii uchaguzi ambao unakuja 2027 ikuwe ya uwazi. Matokeo tungeomba ipeperushwe kutoka mashinani kwa vituo zote, ili ndio kuwe na uwazi, ikielekezwa katika kituo kikuu cha IEBC Bomas of Kenya, ili ndio kila mtu aridhike. Kwa hivyo tungeomba IEBC wafanye kazi ambayo itafurahisha mwana Kenya yeyote ambaye atajihusisha kwa hii exercise ya kuchaguana. Pia ningetaka kuhimiza vijana katika ward yetu na Kenya kwa jumla, ni vizuri wajiandikishe, wakuwe kadi, sababu hiyo ndio itatuwezesha kuleta mageuzi nchini na kupata viongozi ambao ni bora, wanaweza ongoza hii Kenya yetu na tupate kuinuka kimaendeleo kama mataifa mengine. Kwa wale wote ambao wanawania hizi viti tofauti, mimi ningewaomba watumie lugha ambayo haiwezi leta mgawanyiko katika nchi yetu ya Kenya. Sisi Kenya ni jamii moja, Kenya ni moja. Na vijana kama sisi ndo tunaweza amua kesho yetu venye itakuwa na kiongozi mwenye tunataka. Kwa wanasiasa nao ambao wanaongea matamshi yanayoleta vurugu, tunawahimiza waweze kubadilisha hiyo. Juu hatutaki kurudi miaka ya 2007 ambapo kulikuwa na vita kuhusu mambo ya siasa. Kila mtu aende aongee na wananchi bila kuleta matamshi mabaya. Wazee wa mama wenye hawajachukua bado kura, bado kuna nafasi ya kuchukua. Tumeamua tukue kimoja. Mambo ya kukua na kama goons, kama kutumiwa, sisi hatutumiwi, tumejitolea sisi wenyewe. Sisi kama vijana tunasoma mambo mengi sana mabaya. Yaani wanatuonyesha kutokuwa na umoja kama Kenya. Na sasa sisi kama vijana ndio maana tumesimama hapa, tumeamua tunataka kuwa na umoja kwa nchi yetu.